Kwa Samalo leo nimepata bahati ya kukutana na Sheikh Sharif Majini kumuuliza maswali mawili machache. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri kabisa, namshukuru Mungu. Maendeleo yako vipi? Maendeleo yako vizuri, tunaendelea vizuri, alhamdulillah. Hamna tatizo lolote. Sawa. Huwa unafurahia ukiona vijana wa Kiislamu especially ambao wana nguvu katika jamii wanapoingia katika maisha ya ndoa? Ndoa ni jambo jema, na ndoa ni makubaliano kati ya muoa na muolewa. Ndio maana ya ndoa. Kwa hiyo wakikubaliana anayeolewa na anayeoa ni jambo jema. Alafu ndoa ni katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na asiye katika sunna hiyo anakuwa si miongoni mwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa minni. Mtume mwenyewe amesema. Kwa hivyo ndoa ni sunna, nikahi min sunnati. Ndoa ni katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtu anapokamilisha dini ni kukamilisha pia kuoa. Kuoa ni sehemu ya dini, kwa sababu kuna kuepusha na mambo mengi unapooa. Unaepukana na zina, unaepukana na mambo ya kihuni. Kama ulikuwa muhuni unaepukana na hivyo vitu. Kwa hivyo unaepukana na mambo mengi sana unapoingia katika mambo ya ndoa. Naam. Sawa, siku jana msanii Diamond ama Nasibu Abdul Isaac amefunga ndoa na mke wake Zuhura ama Zuchu. Ulibatika kuona niko kitu katika mitandao ya kijamii? Nimeona Sheikh Walid Al-Hadi akiwa anafungisha ile ndoa, na nina imani kwamba Sheikh Walid Al-Hadi hawezi kufanya kitu cha maigizo, kwa sababu yeye ni shekhe, ni kiongozi wa dini, amesoma dini. Kwa hivyo hawezi kuingia katika maigizo kama yale. Na Diamond Platinum watu wengi sana wamekuwa wakimsema, manake amekuwa akihudhuria harusi za watu wengi. Amehudhuria harusi ya Haji Manara, amehudhuria harusi ya Juksi. Wengi wamekuwa wakimsema kwamba kwa nini haoi. Lakini mimi binafsi namsifu kwa kufunga ndoa ile ambayo imekuwa haina purukushani. Alikuwa na uwezo mkubwa sana Diamond ya kujaza mamilioni ya watu, kuwaita watu wa kila namna wakahudhuria katika ndoa yake, lakini ameamua kufanya surprise kwa Watanzania. Maana tunaita ile kama surprise kwa Watanzania, ameamua kuwafanyia. Kwa hivyo kwa ile nampongeza, tena nazidi kumpongeza, na ninampongeza tena kwa sababu ameipuka na kupunguza na kuondosha baadhi ya dhambi ambayo ilikuwa ni dhambi ya zina kama alikuwa anaifanya. Kwa hivyo sasa hivi imekuwa ni kitu cha halali. Kama ninavyosema, kuoa ni makubaliano baina ya muolewa na muoaji. Ndoa inatimia kukiwemo wali akiwemo, kukiwemo na mashahidi, mfungishaji, na kukiwemo na pamoja na tunasema malipo tunasema kwamba ni mahali. Kwa hivyo vitu kama vimetimia, kwangu mimi na mpongeza Diamond Platinum, na mwambia congratulations kwamba hongera sana, na tunaiombea ndoa yake izidi kudumu, na tunawaombea waishi katika maisha ambayo tumefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maisha ya dini, kwa sababu dunia ni mapito. Siku yoyote unaweza ukaiacha dunia. Basi inatakiwa mapito haya tuyapite katika uzuri na mwisho wetu uwe mwema. Kwa hivyo big up sana, hongera sana Diamond Platinum kwa ndoa hii, kwa kumooa binti wa Kizanzibari, binti anayejua dini, aliyesoma dini. Maki wa Zanzibari mabinti wengi wamesoma dini. Najua atajua kuheshimu ndoa, lakini ndoa inataka subira. Platinum uwe na subira, lakini Zuchu uwe na subira, kwa sababu Diamond ni mtu maarufu, ni superstar Afrika na dunia. Kwa hivyo kesho na kesho kutwa usije ukamuona yuko na mtu mwingine au kapigwa picha ya faragha alafu wewe ukaja ukakasirika. Umeshaingia katika ndoa, mandhari nyumbani atarudi, huyo ni wako. Kwa hiyo unatakiwa umvumilie lolote lile utakalo kutana nalo, kwa sababu kabla ya ndoa yenu tumeona mambo mengi sana. Kama ninavyosema, Diamond kazi yake ni mziki, na kazi ya mziki lazima ukutane na watu wanaoendana na hiyo kazi. Kuna huyu atakupiga busu, kuna huyu atakukumbatia, kuna huyu atafanya nini. Kwa cha msingi wewe ni kuangalia tu the end of the day, Diamond Platinum jioni lazima atarudi nyumbani kwako, mtakuwa pamoja. Kwa hivyo ndoa inataka subira. Kwanza mnatakiwa kuwa na subira, muwe na malengo, muwe na mipango, na muwe na nidhamu, na muwe na uvumilivu.
Mkikosa hivyo vitu, basi itakuwa kama ndoa za mastaa wengine tunazoziona, ambazo ndoa hizo zinakuwa si zenye kudumu. Lakini kubwa zaidi ambapo unaona kwamba ndoa hii inaweza ikadumu ni kwa sababu Zuchu bado ni binti mdogo. Diamond umri umeshaenda, ameshakubuhu, kashakutana na mengi duniani ya kila namna. Kwa hivyo na imani kwamba huyu mtoto, pili ni mwajili wake akiwa mfanyakazi wake, moja mwajili wake, mbili mke wake, na tatu yeye mwenyewe ni shabiki yake katika mziki. Kwa hiyo nafikiri ndoa hii itaenda vizuri, na sisi ni wajibu wetu kuto kuhukumu, wajibu wetu ni kuwaombea dua ndoa yao idumu. Na mastaa wengine ambao hamjaoa, sasa ni wakati wenu wa kuoa, halalishaneni ili muoane maisha yaweze kwenda. Wasanii wengi wamekuwa kioa. Tumeona Hamisa Mobeto alianza kuolewa, Juma Jux, Diamond. Lakini harusi zimekuwa katika mfumo wa mashindano sasa hivi. Ungeshauri kitu gani kuhusu kufanya zao harusi? Je, kuna haja harusi kuwa za mashindano ama wafanye kitu kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu na sio kuwapendezesha waje? Wale ni icon, ni watu wenye majina. Kwa hivyo mimi wanapofanya kitu kwa mashindano, mimi binafsi nafurahi. Kwa sababu inakuwa ni mfano kwa vijana wengine, kwamba na mwingine naye anasema kama Diamond kaoa, kwa nini na mimi nisioe? Kuna mwingine anasema mimi bado nipo kwanza. Umeshaelewa? Lakini ukishaingia katika maisha ya ndoa, na imani kuna vitu vingi sana vitachange. Kwa sababu ndoa kutakuwa na familia, kutakuwa na watoto, kutakuwa kukaa jioni, kuongea, kubadilishana mawazo, mnashare order mambo mengi, mnashare na joint venture mambo mengi sana, na kushare order. Vitu vingi mnakuwa navyo pamoja. Kwa maana hiyo mimi ndoa hizi zenye ushindani nazipenda, lakini shindanieni katika mambo ya kheri. Wa fi dhalika falyatana fasil mutanafisun, katika kuipata pepo washindane wenye kushindana. Kama wanashindana kwenye kuoa, na kuoa kwenye ni jambo la halali, limehalalishwa kwa imani ya dini yetu, hapo nawapa nini? Nawapa dole. Umeshaelewa? Kwa hivyo kama kuna wengine nao wanataka kushindana, sasa nizamu ya Harmonize naye atafute mwenza wake. Alishaoa Harmonize? Sijajua, sije kuona kama alimwaga yule mzungu sala, lakini kwa bahati mbaya basi sasa ni wakati wake au tena kaoa naye akatafuta msichana mwingine, mwanamke mwingine anaendana naye, akafunga naye ndoa. Na ndoa si lazima kutafuta mwanamke mzuri, mwenye shepu kubwa, mwenye sura nzuri. Tafuta mwanamke mwenye maadili, mwenye upendo, mwenye nidhamu, mwenye heshima, mwenye kujali, basi ndoa itaenda vizuri. Lakini hawa wasanii pia inasemekana pia huwa macho yao macho kodokodo. Ungewapa ushauri pia kuongeza wake wengine kuliko kuwa na macho kodokodo nini kama boti ndoa? Macho kodokodo sio wasanii tu. Macho kodokodo hata wewe ambaye uko kwenye ndoa unaweza kawa nayo. Macho kodokodo hata mtu yoyote. Mwanaume ameumbwa kwa kutamani na mwanamke ameumbwa kwa kutamaniwa. Kinachotakiwa yale matamanio ni kuyazuia. Kwa hivyo unaposema macho kodokodo, hata walio katika ndoa wanachepuka, baadhi yao, sio wote. Kwa hivyo ndoa ni tunaposema ni makubaliano. Baadhi ya mambo mnabidi miyaache ili muweze kutulia. Macho kodokodo, watoto wanazaliwa kila siku wengi na wazuri wa kila namna. Wajibu wa mwanaume ni kutamani na kuzuia yale matamanio aliyokuwa nayo, kupambana nayo. Katika moja ya kitu ambacho mtu anatakiwa kukizuia ni matamanio. Yaani unatakiwa kitamani kile cha kwako ulichokuwa nacho. Ili matamanio yasiweze kuwepo, ni yule binti unayemuoa ajitahidi kuweka mazingira ya kukufanya wewe mwanaume muda wote uwe unamtamani yeye tu. Yaani mwanamke uliye katika ndoa, angalia kitu gani ambacho kwa mke wangu kwa mume wangu kinakosekana, ili nimpe ushawishi mume wangu aendelee kunikubali na kunifuata na kunipenda na kunijali mimi. Kwa hiyo ni kazi ya mwanamke kuangalia kwamba utafanyeje mume wako asiwe anachepuka nje, asiwe na matamanio nje. Unaangalia, je, amerudi mume wako kwanza kauli nzuri? Sio leo baadhi ya ndoa mtu akirudi nyumbani mpaka anajilaumu kwa nini nimerudi nyumbani. Anakuta yani ugomvi, kununiana, chakula apewi maji ya kunywa, akiomba maji anaambiwa fungua friji, akitaka kwenda kuoga anaambiwa maji yapo kwenye ndoo beba. Lakini mwanaume anahitaji upendo, karimu, mawadatan wa rahma, kwamba mawadatan upendo uwepo, na mahabbatan na mahaba baina ya mwanamke na mwanaume. Lakini ndoa nyingi watu wakishaingia yale mapenzi na mahaba yanapungua. Ila ukigundua katika mahusiano unakuta kwamba mahusiano yana mapenzi zaidi na mahaba zaidi. Lakini wakishaingia katika ndoa yale mapenzi na mahaba yanafanyeje? Yanapungua. Kwa hiyo shauri wangu ni kati ya mwanaume na mwanamke, kila mmoja kumwangalia
anacheza pati gani kwa mwenzie ili kuweza kudumisha ile ndoa iendelee kuwepo. Kwa hivyo mimi kama mimi nampongeza Platinum kwa ndoa aliyofunga, na insha Allah Mungu ampe kizazi kilichokuwa chema na ampe kheri, na nina imani Sheikh Walid Al-Hadi atakuwa alimpa mawaidha mazuri sana Diamond, namna gani ya kuishi na mke na namna gani kumuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha tuliyokuwa nayo, kwa sababu maisha ni mafupi na maisha ni hadithi. Hadithi yetu tuipite vizuri katika huu ulimwengu, kesho akhira tuwe ni miongoni mwa watu ambao tutakaopokelewa na kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sawa. Show pengine ningetamani kumwambia Diamond umuhimu wake wa 4 hapa. Kwa sasa hivi siwezi kumwambia umuhimu wake wa 4 kwa sababu huyo mmoja bado hajamalizana naye. Kwanza nachomsihi kwanza tumuone huyu mmoja ende naye vizuri, tutakuja kumwambia mke wa 4, kwa sababu mke wa 4 kwanza ni kuweza, tumeambiwa tuoe kwanza kwa uwezo, na uwezo yani wa kihali, uwezo wa kimwili, uwezo wa kumhudumia, uwezo wa kila kitu. Kwa hiyo kwanza ninachosema kwamba hiki kimoja alichokuwa nacho kwanza akitunze. Akishakitunza basi fursa nyingine zipo, bado kuna watatu mbele anaweza akaongeza. Kwa sababu Uislamu ukitaka unaoa mrefu, unaoa mfupi, unaoa mnene, unaoa mwembamba, unaoa modo, unaoa mzungu, unaoa Mwarabu, unaoa Muhindi, unaoa Mwafrika, unaoa mtu yote. Ndio maana ya ile wa 4, unachagua yule ambaye anaendana na wewe. Kwanza amkamate huyu Zuchu, ndo anatakiwa kwanza kuwa naye. Okay. Naam. Tumaliza hili la mwisho, na ni kweli ukiwa riziki inaongezeka. Ukiwa riziki inaongezeka, riziki inakuwa ihangaiki, kwa sababu unapooa kama ulikuwa unakula mtaani, huwezi kula tena mtaani, mkeo atakupikia, budget inapungua. Budget ya mtaani na budget ya ndani ni tofauti. Ndani budget yake ni nzuri, kwa sababu chakula ukipika kitabaki, unaweza ukala jioni, mchana utakula, jioni au asubuhi usiku utakula, kinaweza kikabaki asubuhi ukala. Kwa hivyo budget itapungua, na baadhi ya mambo mengi sana ya kihuni na kisera yatapungua. Kwa hiyo kioa riziki inaongezeka, kwa sababu dua ya watu wawili wa Mungu haitupi, anaipokea. Mkeo anaomba na wewe unaomba. Kwa hivyo nafikiri ni jambo la kheri sana. Asante. Mimi nakushukuru kwa timu yako Sharif Majini. Lolote la kuambia Watanzania hapa? La kuambia Watanzania tu kwamba tuendelee kuiombea nchi yetu, tudumishe umoja, upendo na mshikamano. Tumuombee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuliombee taifa letu, na tujiombee sisi wenyewe kuelekea uchaguzi mkuu, rais, wabunge pamoja na madiwani. Tuchague viongozi watakaokuwa sahihi katika kutuwakilisha ndani ya bunge na ndani ya baraza la madiwani, na tuchague rais bora, na rais bora si mwingine isipokuwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpe tena mitano ili aweze kuliongoza taifa hili la Tanzania. Tuna imani kwamba hapa alipofikia mama yetu kwa miradi mikubwa aliyoiendeleza na aliyoifufua, kama atapewa mitano mingine, Tanzania itakuwa kama Dubai. Asante sana.